ujasiri na uimara wa mwanamke katika kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha, lakini huku akihimili majukumu ya kifamilia, kijamii, kitaifa kwa ustadi mkubwa na hekima kubwa. Ndugu mgeni rasmi, huu ni msimu wa 3 wa tamasha hili ambapo kwa mwaka huu tunasukumwa na kauli mbiu isemayo Mwanamke Chuma 2025 hakuna mipaka. Kwa ujumla, kauli mbiu hii inapeleka ujumbe wa matumaini, uthubutu na mabadiliko kwa wanawake, ikiwasihi wasikubali mipaka ya kihistoria ama kimfumo kuwazuia kufanikisha malengo yao. Ndugu mgeni rasmi, katika kila mwaka tamasha hili la Mwanamke Chuma huambatana na matukio ya matendo ya huruma, ambapo kwa mwaka huu 2025 tumefanikiwa kununua vifaa 5 ambavyo vinaweza kutumika kwa watoto 9 kwa wakati mmoja, na hii inakwenda kuwasaidia watoto wenye shida ya upumuaji wakati wanazaliwa, ambapo awali katika hospitali yetu ya wilaya ya Kahama vilikuwa vifaa 2 ambavyo vimekuwa vikitumika kuokoa watoto ama watu wazima ambao hukumbana na changamoto ya upumuaji. Kwa hiyo katika kuadhimisha sherehe yetu ya Mwanamke Chuma tumeweza kutoa vifaa vingine 5, lengo likiwa ni kuokoa watoto hawa, lakini pia na watu wazima wanaokumbana na changamoto hiyo. Lakini pia tunaamini mchango tulioutoa kupitia Mwanamke Chuma unakwenda kufanikisha azma ya serikali ya kupunguza vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi hiki cha miaka 3 kupitia tamasha hili pia tumefanikiwa kushiriki katika uchagizaji wa maendeleo kwenye jamii, hasa kwenye maeneo yanayowagusa wanawake na watoto. Na baadhi ya mafanikio haya ni pamoja na kuzaliwa kwa chama cha msingi cha wakulima wa zao la tumbaku, ambacho mwaka jana tu baada ya kusherehekea sikukuu ya Mwanamke Chuma, basi wanawake hawa tuliwatembelea tukawapa wazo kwamba zimekuwepo AMCOS nyingi, na zile AMCOS wanawake ndio watendaji, lakini katika AMCOS hizo hata viongozi wanawake wamekuwa ni wachache. Kwa hiyo nikawapa wazo wanawake kwamba wao pia wanaweza wakajiunga katika kikundi, wakalima, wakaanzisha AMCOS na wakaweza kupata pesa. Ninawashukuru sana wanawake Chuma AMCOS kwamba mlitembea na hilo wazo, na sasa hivi nasimama hapa nikijivunia kwamba Ushetu kipo kikundi cha Mwanamke Chuma ambacho kwa mwaka huu kinakwenda kupata zaidi ya milioni 800. Hongereni sana. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, Mwanamke Chuma imekuwa ikiendelea kuchangia vitu mbalimbali, ikiwemo ujenzi wa wodi ya wazazi katika halmashauri ya Ushetu, na hapa nimshukuru sana dada yangu Adija Kabojela alinialika kusherehekea siku ya wanawake Ushetu, na pale nilitembeza harambee ambayo tuliweza kuchangia ujenzi wa wodi ya wazazi katika halmashauri ya Ushetu. Lakini pia tumechangia ujenzi wa mabweni ya watoto wa kike katika shule za sekondari wilaya ya Kahama. Pamoja na hilo, tumekuwa tukichangia vikundi na kuwezesha vikundi vya wanawake kidogo kidogo, tumekuwa tukiwapatia ama tukiongezea mitaji ya kibiashara. Lakini pia hatujasahau katika michezo, tamasha hili la Mwanamke Chuma pia kwa mwaka jana liliweza kuanzisha ligi maalum ya mpira wa miguu kwa wanawake iliyoitwa Mwanamke Chuma. Nawashukuru sana. Lakini pia tumekuwa na kipindi maalum redioni cha Dira ya Mwanamke ambacho kimekuwa kikiwagusa wanawake wa aina zote, wafanya biashara wakubwa, wafanya biashara wakati na wale wanaokwenda kuanza biashara, lakini pia wanawake viongozi. Tumekuwa tukizungumza nao katika kipindi hiki tulichokipa jina la Dira ya Mwanamke.
mwanamke chuma. Wanawake chuma oye! Ni mwanamke chuma kwa sababu anasimama kidete kulinda heshima yake, kulinda familia yake, jamii yake na taifa lake. Hata hivyo, ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya, bado tunakumbana na changamoto zinazohitaji msukumo wa pamoja katika kuzitatua. Na baadhi ya changamoto hizi ni pamoja na ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto wa kike, lakini pia ufinyu wa mitaji kwa wanawake wajasiriamali. Kumekuwepo na mila na desturi ambazo bado ni kandamizi, lakini pia ukosefu wa fursa sawa za uongozi na ajira, na elimu duni kwa watoto wa kike katika baadhi ya maeneo. Tunakuomba ndugu mgeni rasmi, kupitia kwako serikali na wadau wote wa maendeleo kuendelea kutunga mkono katika jitihada za kujikwamua kiuchumi, kielimu na kijamii, na tunaamini kuwa uwekezaji kwa mwanamke ni uwekezaji kwa kizazi kizima. Mwisho, tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako muhimu kuwa nasi katika siku hii, na tunathamini sana uwepo wako, na tunaamini hii itakuwa chachu ya mabadiliko chanya katika maisha ya wanawake wa taifa letu. Kwa kibali hiki cha heshima cha kipekee ambacho leo wanamama wa wilaya ya Kahama amewakutanisha na mgeni rasmi ambaye naye leo ni mara ya kwanza kukanyaga ardhi ya Kahama, dada yangu Joketi Mogero, nikukaribishe sana mkurugenzi wa God FM, rafiki yangu Mama Salume, Neema mgeni. Nimefurahi sana kwa kweli, hongera sana, kazi umefanya. Leo ni mwaka wa 3 ukiwa na tukio hili, lakini nimefurahi sana ndugu yangu mchungaji, kwa kweli maombezi ya leo, maneno yako, mahubiri yamewagusa walio wengi hapa. Wanaume walioko hapa ambao hawajaja na familia zao wote wameumia sana. Kwa nini hawakuleta wake zao leo? Darasa waliolipata hawa wamama, wakiwemo wanawake wa Ushetu, wakiwemo wa Msalala, wakiwemo wa hapa manispaa ya Kahama na Shinyanga kwa ujumla, kwa kweli wamefurahi sana. Na baada ya tukio hili, litakapokuja tukio jingine, ninatamani likafanyike Ushetu, tena kwenye uwanja wa mpira hadharani mbele ya wananchi wote wa Ushetu, ili wapate dozi kama hii ya leo. Dozi hii ya leo inaweza kuleta mapinduzi makubwa sana kwa wananchi wa Kahama na wanawake wa Ushetu. Wenye wivu wamepewa dozi, wazembe wamepewa dozi, wanaoshinda nyumbani wamelala wamepewa dozi, wanaomtegemea Baba Salume analeta nini wamepewa dozi. Kwa kweli hongereni sana. Mgeni rasmi, mimi nitoe mfano mmoja wa mfupi tu, maana hapa leo sio uwanja wa siasa, watu wanapata dozi. Mama Salume ambaye leo yuko mbele yako, ambaye ni mwanamke chuma, mimi nilimpa mfano mmoja. Fani yake ni mwandishi wa habari na ni mtangazaji, na alikuwa mtangazaji wa redio moja inaitwa Kahama FM. Nikaona ana kitu kwenye kichwa chake. Mimi baada ya kuanza kuishi naye, cha kwanza nilimpima, na umepita mle mle. Kwanza nilimpeleka shambani, akafanya vizuri. Nilichofanya nisiue kipaji chake, nikamwambia huyu anapenda redio. Kwa sababu wakati mwingine unamkuta ndani anaimba na anafanya mambo ya utangazaji, akasema huyu nisiue kipaji chake. Mimi ni mkulima na ni mkulima wa tumbaku, nikasema huyu nimpeleke kijijini akalime tumbaku, na akafanya vizuri mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili nikamfungulia redio yake ambayo ndio inaitwa God FM. Ilizinduliwa kama sikosei tarehe 2
mwezi wa 9 2021, siku ambao mimi nilishinda kura za maoni kwenye bunge, na waziri wa habari Bashungwa kipindi hicho alikuja kuzindua. Niliwalipia mshahara miezi mitatu tu, akasema inatosha, nitapambana na wafanyakazi wangu. Leo kama sikosei, anasimamia wafanyakazi wasiopungua 24 na walipa mshahara wake, na sijawahi kupigiwa simu ya aina yoyote. Na mara ya kwanza wamewasha masafa wakiwa wanasikika kwenye mkoa wa Shinyanga peke yake, lakini leo miaka mitatu wana mikoa 9 wanasikika. Kwa hiyo kweli ni mwanamke chuma kweli kweli, na mimi naendelea kumahidi, nitaendelea kukupa ushirikiano wa kutosha. Chapa kazi, mwanamke unaweza. Lakini pia mwaka jana kwenye mwanamke chuma hii iliyofanya kwenye ukumbi wa Zakaria, iliibua chama cha ushirika cha msingi wa mama walipoondoka wa Ushetu, wakaenda kusajili chama cha msingi, na mimi nikawasimamia, kinaitwa mwanamke chuma, wako hapo mbele na msimamo. Hawa mgeni rasmi wale waliovaa t-shirt wale hawana hata sare wale ni wa chama cha msingi kinaitwa mwanamke chuma, kimesajiliwa mwaka jana. Leo kwenye tumbaku walizolima wanatarajiwa kupokea milioni 860. Hao hapo akina mama wametokana na tunda la mwanamke chuma. Niendelee kuwasihi, utafuta hela sio kukaa mjini, utafuta hela sio kufungua saluni tu, utafuta hela sio kufungua duka tu, utafuta hela unaweza kaenda kijijini ukachukua shamba ukalima ukavuna na ukawekeza na ukafanya mambo makubwa sana. Leo nina wanawake wengi wako umri wa kuwa wazuri wa tumbaku, wanafanya kazi vizuri na wanapata fedha nyingi sana. Kwa hiyo mimi niseme tumshukuru sana Mama Samia, mwanamke chuma huyu namba 1. Mheshimiwa mgeni rasmi Daktari Samia Hassan ameingia madarakani, sisi wakulima tulikuwa kuna wanunuzi wa tumbaku. Leo ameweka mazingira mazuri ya wafanyabiashara, wakulima wanafurahi, mama ntilia wanafurahi, wafanyabiashara wanafurahi. Na leo wananchi wa Ushetu hawa Daktari Samia Suluhu Hassan anawapelekea mradi wa maji wa Ziwa Victoria wa bilioni 44 wakalime na kilimo cha umwagiliaji. Hawa wa mama, mpigeni makofi sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Mgeni rasmi, mimi hapa nimepewa kusema machache, sio jukwaa letu, ila niombe na sisi wanaume mwakani tuwe na wanaume chuma, na sisi tuseme ya kwetu. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.